Hali ya dharura ya kiafya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua mkondo mpya baada ya idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola kuvuka kiwango cha 4,000. Hii ni mara ya kwanza kwa idadi hiyo kufikiwa tangu kuanza kwa mlipuko huo ambao sasa unatajwa kuwa wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa duniani. Ripoti kutoka vyombo vya habari na mashirika ya afya zinaeleza kuwa ongezeko hilo la wagonjwa ni ishara ya changamoto kubwa inayozikabili mamlaka katika kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo, hasa katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Hadi kufikia mapema mwezi huu, vifo zaidi ya 1,800 vilikuwa vimesharipotiwa, huku kukiwa na hofu kuwa idadi hiyo inaweza kuendelea kuongezeka ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa kwa haraka. Wataalamu wa afya wamebainisha kuwa mlipuko wa sasa unasababishwa na aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo ni tofauti na vile vya Zaire vilivyozuka miaka ya nyuma. Moja ya changamoto kubwa inayotajwa ni ukosefu wa chanjo au tiba maalum iliyothibitishwa kwa ajili ya aina hii ya virusi, hali inayofanya juhudi za uokoaji na uzuiaji kuwa ngumu zaidi kwa wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele. Shirika la Afya Duniani WHO tayari limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Hatua hiyo imelenga kuchochea ushirikiano wa mataifa mengine katika kutoa rasilimali na utaalamu wa kutosha kukabiliana na janga hilo. Aidha, kuna taarifa zinazoashiria uwezekano wa virusi hivyo kuanza kubadilika kimaumbile, jambo ambalo linafuatiliwa kwa karibu na wanasayansi ili kuelewa mwenendo wake mpya. Katika kuitikia wito wa kimataifa, serikali ya Marekani imetangaza mpango wa kutoa msaada wa kifedha wa zaidi ya dola milioni 240. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia katika kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, kutoa huduma za matibabu kwa waathiriwa na kuelimisha jamii kuhusu njia za kujikinga na maambukizi. Hata hivyo, mazingira ya usalama na changamoto za miundombinu katika baadhi ya maeneo ya DRC bado yanatajwa kuwa vikwazo vikuu katika kufikisha misaada hiyo kwa wakati. Nchi jirani zimehimizwa kuimarisha ukaguzi katika maeneo ya mipakani ili kuzuia virusi hivyo kuvuka mipaka. Maafisa wa afya nchini DRC wamesisitiza umuhimu wa jamii kushirikiana na timu za matibabu, ikiwemo kuripoti wagonjwa mapema na kufuata miongozo ya mazishi salama ili kupunguza kasi ya maambukizi mapya.